ulimwengu haujiendeshi. Kuna viumbe wanaoendesha ulimwengu, ni wana akili, wana mipango kuliko mwanadamu. Sikiliza vizuri sana. Mkuu wao ni yule aliye katika ulimwengu. Aliye ndani yetu ni mkuu kuliko aliye katika ulimwengu. Sasa twende pole pole. Artificial intelligence unayoiona duniani haijiendeshi yenyewe, inaendeshwa. Ulimwengu ni mifumo inayoiongoza dunia. Sasa kuna watu hawajui mifumo. System. Hakuna system ambayo haina control point. Unaambiwa bwana fuata taratibu. Jambo lako liko vizuri, la fuata taratibu. Mifumo. Hii mifumo ndio inaitwa ulimwengu. Mkuu wa nini? Wa ulimwengu. Mkuu wa nini? Mkuu wa nini? Mkuu wa nini? Wa mifumo ya ulimwengu. Mifumo ya dunia inaongozwa na Lucifer. Sikiliza vizuri sasa. Lucifer anaiongozaje mifumo ya dunia? Wako wanadamu. Shetani alipoasi mbinguni alishuka duniani. Wanaitwa malaika waliotupwa, fallen angels. Hao ni malaika ambao wameigawana dunia kwa vipande vipande. Ndiyo malaika waliotupwa wanaongoza mifumo ya ulimwengu. Mifumo ya ulimwengu haijiongozi yenyewe. Sasa nisome maandiko machache, halafu baadaye kuna kazi tutafanya kwa sababu ya kuokoa wakati. Mwangalie jirani yako. Petro wa kwanza sura ya 2 na mstari wa 4. Kwa maana ikiwa Mungu hakuwaachilia malaika waliokosa. Hebu sema malaika waliokosa. Mashetani wanaitwa malaika waliokosa. Ikina nani hao? Malaika waliokosa. Hebu sema malaika waliokosa. Rudia tena. Rudia tena. Rudia tena. Malaika waliokosa. Malaika waliokosa ni theluthi ya malaika wote waliokuwa nakaa mbinguni. Lucifer alipotupwa akatupwa na theluthi ya malaika wote. Theluthi ni kiasi gani jamani? Theluthi ni kiasi gani jamani? Moja ya ngapi? Kama malaika walikuwa 100, theluthi ni kiasi gani? 33 hivi. Kama malaika walikuwa 100, Shetani alipoasi akawashawishi theluthi ya malaika wote wa Mungu akaja naye duniani. Jamani, kutoka kwenye 100 wakachomoka 33 ni wengi, si ndio? Kitu gani kiliwaondoa? Shetani aliwapa hoja. Mungu mwenyewe yuko peke yake tu hapa. Sisi wenyewe tunatumwa tu, ni kutumwa tu. Twendeni bwana. Kwa hiyo aliposhuka kutoka mbinguni Shetani akaja na theluthi ya malaika wa Mungu, walikuwa watakatifu, wakaja duniani hapa pa. Kwa hiyo mashetani unaowaona hapa wametoka mbinguni. Wanajua mbinguni sikupita kawaida. Wanajua mitaa, wanajua pa kwenda, wanajua mbinguni. Sawa wakashuka naye hapa duniani. Wanaitwa malaika waliokosa. Ni wana akili, wana mipango kuliko mwanadamu. Wana kiuwezo kuliko binadamu. Wakashuka hapa. Lakini Biblia inawaita pia malaika wasioilinda enzi yao. Ndio hao. Lengo langu ni kukuonyesha ulimwengu haujiongozi wenyewe. Kitabu cha Yuda sura ya 1 na mstari wa 6. Hapo ndio kwenye point hasa. Yuda 1:6. Na malaika wasioilinda enzi yao wenyewe, lakini wakayaacha makao yao yaliyowahusu, amewaweka katika vifungo vya milele chini ya giza kwa hukumu ya ile siku kuu. Tumeona tena malaika wale mapepo mashetani wanaitwa malaika wasioilinda enzi yao. Malaika wasioilinda enzi yao. Hebu sema malaika wasioilinda enzi yao. Kwa hiyo tunapoongea mashetani ujue tunaongea kuhusu malaika wasioilinda enzi yao.
lakini utawaona tena. Kitabu cha Mathayo sura ya 25 utawaona tena. Tutawaangalia hawa malaika, nitakuonyesha sasa ulimwengu unaendaje. Ulimwengu unaongozwa kwenda kwenye mwisho wake. Mathayo 25 mstari wa 41. Matthew 25 verse 41. Kisha atawaambia wale walioko mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu mliolaniwa, mwende katika moto wa milele aliowekewa tayari Ibilisi na malaika zake. Moto wa milele amewekewa nani? Ibilisi na nani? Amewekewa nani? Ibilisi na huyu Ibilisi ndiyo tuliyemsoma kwamba aliye ndani yetu ni mkuu kuliko aliye katika ulimwengu. Huyo ndio Ibilisi. Ibilisi ndio tumemsema aliye duniani, mkuu wa ulimwengu ndio Ibilisi. Lucifer au jina lingine anaitwa mungu wa dunia. Jina lingine anaitwa nani? Nisikilize, jina anaitwa nani? Mungu. Hebu sema mungu wa dunia. Ana jina hilo, anaitwa mkuu wa ulimwengu. Ana jina anaitwa mungu wa dunia, anaitwa Ibilisi, anaitwa Shetani, anaitwa Lucifer, anaitwa baba wa uongo. Ana malaika zake. Hebu sema ana malaika zake. Rudia tena. Rudia tena. Rudia tena. Naomba tusome ule mstari wa 41 wote kwa pamoja kama kusanyiko la Bwana. 1, 2, 3. Kisha atawaambia na wale walioko mkono wake wa kuume, wa kushoto. Rudia tena. Kisha atawaambia na wale walioko mkono wake wa kushoto. Anawaambiaje? Ondokeni kwangu mliolaniwa, mwende katika moto wa milele aliowekewa tayari. Hebu sema aliowekewa. Amekwisha kuhukumiwa. Umeelewa Amekwisha kufanya nini? Aliowekewa tayari. Nani? Ibilisi na kina nani? Malaika zake. Kwa hiyo Ibilisi ana malaika zake. Hawa malaika ndio wanaitwa mashetani au fallen angels. Kwa hiyo tunaona Shetani ana malaika zake, na Ibilisi ndio mkuu wa ulimwengu, ndiye anayeongoza mifumo ya ulimwengu. Mifumo ya dunia inaongozwa na Ibilisi na malaika zake. Sasa, je, malaika wana nguvu? Malaika ni shupavu. Ukisoma kwenye Petro anasema wenye ushupavu, wenye kujikinai hawatetemeki wakiakana matukufu. Ule mstari unaofuata kwamba hata malaika ingawa wana uwezo na nguvu, malaika wana nguvu, wana uwezo. Mashetani waliposhuka kutoka angani na Lucifer, wamechukua dunia, wanaimiliki dunia, wakitaka dunia iwe koroni. Hebu sema koroni. Koroni la Shetani. Sasa ni vizuri sasa kujua mambo kadha wa kadha. Nataka ujue mambo kadha wa kadha. Malaika wanaposhuka, foreign angels wanaitwa, wanaweza kuishi duniani kwa fomu mbalimbali. Namna ya kwanza wanaweza kuishi, namna ya kwanza wanaingia ndani ya mtu. Hitaji la malaika wa giza la kwanza ni mwili wa mtu, kwa sababu hawawezi wakafanya kazi bila mwili wa mtu. The priority, the need number 1 of demons, of angelic being, malaika wa giza, hitaji lake la kwanza ni mwili wa mtu. Kwa hiyo akishuka duniani, papa anaingia ndani ya mwili wa mtu, anamfanya huyo mtu kuwa intelligent, kuwa na uwezo wa kibiashara, wa kifedha, wa kijeshi, wa kiakili, wa kiutawala, mpaka mtu huyo afikie kuwa kiongozi wa taasisi, ili taasisi hiyo iongozwe na Shetani akiwa ndani ya mtu. Halo, narudia tena. Namna ya kwanza ambazo Shetani anaongoza taasisi, Shetani anaingia ndani ya mtu, halafu anatumia akili ya mtu, kinywa cha mtu,
macho ya mtu, masikio ya mtu, mikono ya mtu. Unamwona mtu kabisa ni mtendaji kazi bora, kumbe ni shetani ndani yake anatenda kazi kwa uaminifu, ili hatimaye mtu huyu awe mkuu wa taasisi fulani. Taasisi hiyo iongozwe na shetani, ila wewe hautajua. Utajua tu aisee, bosi ni kiboko. Si bosi anapojua kupanga mipango. Namna ya kwanza, shetani anakuwa ndani ya mtu, anaingia ndani ya mtu, anaangalia nani ambaye ana uwezekano wa kuwa mkuu wa taasisi hii. Anaangalia, anaona huyu na huyu, anaingia ndani yake. Kwa hiyo shetani anakuwa anaongoza taasisi, lakini akiwa ndani ya mtu. Macho ya yule mtu yanakuwa ndio macho ya shetani, mikono ya yule mtu mikono ya shetani, kila kitu. Ndiyo anaitwa amepagawa. Shetani anakaa ndani, anaongoza taasisi au shirika au kampuni au institution. Lakini shetani, ila nyie hamjui, wako wasio wanadamu waliokaa kwenye njia yako ya kupata mume, ya kupata biashara, ya kupata mchumba, ya kupata mtaji, ya promotion. Pigana nao, ondoa mkono wa Lucifer, fyeka kwa jina la Yesu. Haleluya! Unanisikia? Malaika anakutana na Yakobo. Biblia inasema Yakobo alipokuwa anatembea akaona mtu. Hebu sema akaona mtu. Inakuja kujulikana baadaye kwa tafasiri zetu, lakini kwa tafasiri za Yakobo alikuwa mtu. Matukio mengi unayoona duniani yanaongozwa na malaika wa uovu. We mtu wa kawaida atatamanije mwanamke awe mwanaume? Si akili ya kawaida. Mimi nakwambia sio akili ya nini? Ya kawaida. Kuna nguvu iko nyuma yake inayoongoza matukio unayoyaona, na watu wenye nguvu wakilegea, matukio yanaijaza dunia. Lakini ninyi ni wenye hekima katika ulimwengu wenu, msilegee, songeni mbele na kazi ya Bwana. Haleluya! Haleluya! Na ndio maana unakuta mahali mtu anakuchukia bila sababu. Unawaza, mbona mimi nafanya? Anakuchukia bila sababu. Kwa nini? Sio, anajua huyu mkimpa nafasi ya kupenya, anapenya. Kila wakati ukikaribia kufanikiwa, linatokea jambo ama la uongo ama la fitina, ama unasingiziwa ama kuibiwa ama hasara ama unaachwa. Kila wakati wewe unawaza haya mambo yanatokea yenyewe. Hapana, kuna makombola ya giza kutoka ulimwengu wa giza yanatumwa ya kuzuie. Na amuru kuanzia leo, kila kombola iliyotumwa ulimwengu wa giza kuja kwenye biashara, kuja kwenye kazi, makombola ya kichawi, makombola ya kishetani, makombola ya kuharibu, ninayaamuru kuanzia sasa na yageuza, yarudi yalikotoka. Naamuru kuanzia sasa yatue mahala pasipotegemewa. Kila kombola la umaskini, kombola la magonjwa, kombola la aibu, kombola la wachwa, na ligeuzwa lirudi lilikotoka. Mtu aseme fire! Sio bahati mbaya. Kila wakati muda wako ukifika, sikiliza nikwambie story. Habari njema, raha yangu, Yesu ndiye Mwokozi wangu. This is the story. I want you to sit down. Something is about to happen tonight. There's a misplacement, substitution of some powers controlling your prosperity. I am not talking about prosperity. I am not talking about success. I am talking about spiritual power that possesses your prosperity, restricts you to go to your destiny. And today we want to work it out. Naongea kwa habari ya mamlaka iliyoachiliwa ikuzuie usiende unakotakiwa kwenda.
yani mambo yako yanapokaa sawa, unaona mtaji upo, umeshalipia tayari kwa ajili ya kwanza, jambo linatokea. Unaona kabisa, yani sasa hivi tayari niko tayari kwa ajili ya kwenda, na akili yako ilishajipanga, jambo linatokea. Na bahati mbaya linatokea kupitia watu unaowaamini kabisa, lakini wewe unafikiri shetani hawezi kukaa katikati ya watu. Biblia inasema na wana wa Mungu walipokusanyika, yeye ndio mwenyewe yule. Nataka kusema kila silaha itakayofanyika juu yetu leo haitafanikiwa. Piga kelele, fire! Biblia inasema maana ibilisi naye na watumishi wake wana uwezo wa kujigeuza. Hebu sema kujigeuza, kuwa malaika wa nuru. Kuwa malaika wa nuru maana yake akawa mtu aliyeokoka mwema, unamwona kabisa ni mwema, utukufu, habari yako, Bwana asifiwe. Kumbe ama ndani yake yuko malaika aliyeshuka kwa ajili ya kumiliki kanisa, malaika aliyeshuka kumiliki taasisi, malaika aliyeshuka kumiliki kampuni, malaika aliyeshuka kumiliki taifa, malaika aliyeshuka kumiliki taasisi ya afya. Nataka nikwambie kwa taarifa yako, Mungu naye ameleta malaika wake kutoka mbinguni ambao na wao wamevaa sura ya wanadamu kwa ajili ya kazi. Mtu aseme haleluya. Liwa neno lako kama vile jana, lina nguvu leo. Sema limeinuliwa neno lako kama vile jana, lina nguvu leo. Nataka ukae. Liko jambo litampata mtu leo. Kuna uamsho unaanzia ndani ya mtu. Amka. Nasema amka. Sikiza vizuri. Wana wa Israeli wamekaa utumwani miaka 430. Ulipofika wakati miaka 400, kwa sababu Mungu alimwambia Abrahamu, wazao wako watakaa katika nchi isiyokuwa ya kwao kwa muda wa miaka 400, na mimi nitawatoa kule na utajiri mwingi. Lakini walikaa miaka mingapi? 430. Ule muda ulipotimia, wakati wa kwanza, Farao ndani yake, nje mtu, ndani shetani, ana uwezo wa kuona wanataka kuondoka. Miaka 400 imekwisha kutimia. Mimi Danieli, kwa kuvisoma vitabu, nikagundua ile miaka 70 iliyonenwa kwa kinywa cha nabii Yeremia imekwisha kutimia. Miaka 70 ipotimia, mfalme wa Babeli ndiye akawashikilia hasa. Ameshikilia kwa nguvu isiyo kifani. Wakati wako umetimia, ndiyo maana umeshikiliwa hasa. Safari hii tunaondoka. Safari hii unakwenda. Haleluya! Safari hii biashara inakwenda. Safari hii ndoa inakwenda. Safari hii kazi inakwenda. Safari hii kanisa inakwenda. Safari hii nchi inakwenda. Safari hii tunakwenda. Nasema safari hii tunakwenda. We gonna go. Tutakwenda na watoto na familia na mifugo yetu. Tutakwenda. Liko lango moja wazi, ni lango la mbinguni. Haleluya!
Safari hii tunakwenda na watoto wetu, tunakwenda na mama zetu, tunakwenda na biashara zetu, tunakwenda na fedha yetu. Tunakwenda safari hii na ipasua mifumo ya kishetani. Sema pasua. Yeah. Yeah. Ndio wamemuua Yakobo, sawa. Wamemuua Yakobo kwa upanga, sawa. Wakaona yapendeza, wakamkamata na Petro. Lakini tunasema mmeua Yakobo, not this one. Wamezuia yale, lakini sio sasa, sio sasa.